Idrisa. Asanteni sana pia ndugu zangu waandishi wa habari kwa kuja kwa wingi makao makuu ya klabu yetu hapa Jangwani jijini Dar es Salaam. Nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kumaliza msimu wa 2025-26 tukiwa salama kabisa. Mbona kama mjatulia hivi? Mko tayari kweli? Kama tunapita pita huku mwingine anawashahiki, hem tulieni kwanza jamani. Sawa eh? Nichukue fursa hii kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha wote kwa maana ya wadau wa mchezo wa mpira wa miguu, vilabu, viongozi na wa kipekee kabisa ndugu zangu waandishi wa habari kwa kumaliza msimu wa 25-26 ligi kuu ya NBC tukiwa salama kabisa. Wako ambao tulianza msimu pamoja tukiwa na afya njema, na leo tunakutana tena makao makuu hapa, msimu wa ligi kuu ukiwa umalizika, Mwenyezi Mungu akiwa ametujalia tena baraka ya afya njema. Kwa tusemeni alhamdulillah, tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Na kama wako wenzetu ambao wamepata matatizo, wamepata changamoto mbalimbali za kiafya katikati ya msimu huu, basi Mwenyezi Mungu awajalie waweze kupona na msimu ujao tuwe nao pamoja. Na wale wenzetu ambao msimu huu wa 25-26 ahadi yao iliandikwa katika kipindi hiki, kama ambavyo sisi wote ambao tumekuja hapa, ambao watufuatilia sasa hivi mubashara kupitia Azam TV, uko msimu na sisi ahadi yetu imeandikwa hapo, pumzi yetu ya mwisho itafika. Kwa wale ambao pumzi yao ya mwisho ilifika kwenye msimu huu, tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu awapunguzie adhabu na wajalie makazi mema uko walipokwenda. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumewaita hapa ina mambo kama 5 hivi au 6 ya kuyazungumza. Mambo 5 au 6 ya kuyazungumza. Jambo la kwanza ambalo ni vyema nikaanza nalo kwa sababu tumepokea simu, tumepokea message zisizokuwa na idadi, wanayanga na wadau mbalimbali wakiuliza hali ya mchezaji wetu Pacome Zouzoua ambaye alipata jeraha baya sana siku ya jana kwenye mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya NBC dhidi ya JKT Tanzania. Wadau walitamani kujua nini kimeendelea baada ya pale. Mchezaji wetu Pacome Zouzoua baada ya kutolewa jana uwanjani kwa msaada wa ambulance, alipelekwa moja kwa moja kwenye hospitali ya Aga Khan, na kwa sababu ya jeraha lake kuwa baya kama ambavyo mmeliona, na nisingependa sana kwenda kwenye details kuzungumza kuhusu jeraha lake, tulimpeleka Aga Khan na akaingia moja kwa moja emergency, na jopo la wataalamu pale Aga Khan kwa kushirikiana na madaktari wa klabu yetu Young Africans wakakubaliana baada ya kushauriana kwamba jeraha lile halitakiwi kucheleweshwa kupatiwa matibabu. Kwa baada ya discussion tukakubaliana na uongozi ukatoa baraka zake, Pacome Zouzoua afanyiwe operation jana kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, majira ya saa 8 usiku operation hiyo ilikuwa imekamilika kwa mafanikio ya 100%, na kwa mujibu wa ripoti ya madaktari watakuwa na wiki 6 za kumwangalia baada ya operation hiyo, ambayo itakuwa ni uangalizi wa awali. Alafu baada ya hapo tutakuja kuwapa taarifa sasa Pacome Zouzoua anaweza kuwa nje ya uwanja kwa kipindi gani. Narudia,
sana kuzama kwenye details ya jeraha lenyewe, kwa sababu kila mmoja ameona. Na jana, najua wanayanga wengi jana tulikuwa na hizo mixed feelings. Kuna wakati tulikuwa na furaha kwa sababu tumechukua ubingwa wa 5 mfululizo, lakini ndani ya mioyo yetu kuna simanzi ilikuwa inatembea, kwa sababu mwanajeshi wetu mmoja ambaye tangia ameanza kuvaa jezi ya klabu yetu amekuwa akijitoa kwa 100% kwa ubora wake mkubwa kuhakikisha klabu yetu inapata mafanikio. Hatukuwa naye kwenye sherehe za jana, yeye alikuwa yuko hospitali, tena akitakiwa kufanyiwa matibabu ya haraka iwezekanavyo. Ilituumiza sana sana. Wakati wa mapumziko vilio vilitawala kwenye dressing room yetu. Nichukue fursa hii kumpongeza sana one of the senior player kwenye timu yetu, Salum Abubakar Shuaboy, ambaye aliplay part kubwa mno kuhakikisha anazungumza na wachezaji wenzake kuwaweka sawa, warudi kiakili kuicheza second half ya jana. Experience yake ilitusaidia kwenye dressing room, lakini hali haikuwa nzuri. Simanzi ilitawala kwa sababu ni jeraha kubwa kutokea kwa mchezaji, na nafikiri kwenye ligi yetu kwa uwanjani baada ya muda mrefu, nafikiri ndio jeraha ambalo tumekutana nalo kwenye ligi yetu. Jeraha ambalo unasema kwa ukubwa ambao limetokea kwa Pacome ndio tumeliona na wachezaji wamelishuhudia. Kwa hiyo hali haikuwa nzuri nyumbani, lakini alhamdulillah Shuaboy aliplay part kubwa kuhakikisha anatuliza ile hali kwenye dressing room, na watu wanarudi kupambana kipindi cha pili tuweze kupata ubingwa wetu. Majukwani pia niliona mashabiki ni kama moto ulikata hivi, na hata ukifuatilia binafsi mimi sikuweza kuposti kitu kingine chochote zaidi ya posti yetu ya ubingwa basi. Nilipost ile tu ya ubingwa basi, kwa sababu mbali na kuwa kiongozi wa klabu ya Yanga na kuwa mwanachama wa hii klabu, Pacome ni miongoni mwa wachezaji ambao mimi nawakubali kweli, na wapenda. Ni aina fulani wachezaji ambaye namhusudu wanapokuwa uwanjani, alafu ni rafiki yangu pia wa karibu. Ni mtu ambaye timu ilipowasili uwanjani akaniangalia usoni akaniambia, leo kama una mashaka hivi, lakini usijali, tutakupambania hapa upate medali yako ya 5 leo, ufurahia. Kwa yale maneno yale na ile motivation alionigea wakati timu inawasili yalikuwa yamebaki kwenye kichwa changu. Machela yanatoka hivi, daktari pale nikanamuuliza, na wengine kama wakawa wanatuficha viongozi exactly kutuambia nini kimetokea pale, mpaka daktari aje atuambie baadaye. Lakini ilinikata moto, na ilikata moto pia mashabiki wengi wa Yanga nami. Kwa kuna simanzi fulani hivi iliingia ambayo hatukuwa tumeipanga, lakini ndo tunasema alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Na nimeona wenzetu wa JKT Tanzania kupitia kwenye kurasa yao ya mitandao ya kijamii ya Instagram wametoa barua ya pole kwa klabu ya Yanga na kwa wadau wa mpira wa miguu kwa ujumla. Nimeona pia yule mchezaji somebody Wahabi jina lake nafikiri, na yeye amepost akimpa pole Pacome Zouzoua na akielezea anavyojisikia baada ya tukio lile. Na leo asubuhi nimepokea simu ya kaka yetu kwenye tasnia ya usemaji, Masao Bwire, akinipigia na akiniuliza taratibu zinakwendaje, wanatamani kuja na wao kumtembelea Pacome Zouzoua. That's football. Hiyo ndio football.
Yaliyotokea yametuhuzunisha, but ndio football. Na kwa niaba ya uongozi wa klabu ya Young Africans tuambie wenzetu wa JKT Tanzania tumepokea pole yao na tunasubiri taratibu za wenzetu pale Aga Khan. Kijana ameamka, yuko vizuri. Nimeona hata wakati nakuja hapa ameposti status kwenye namba yake ambayo na namba zake.